Kwa nini Mama Samia? Naomba niwape sababu kubwa 3. Sababu ya kwanza, hususan kwa ukanda huu wa kaskazini ikiwemo Kilimanjaro, ni ukweli kwamba Mama Samia kupitia falsafa yake ya R4 kuifungua nchi, amefungua fursa za biashara katika ukanda huu. Nyie mnafahamu miaka michache iliyopita mlikuwa na changamoto ya kufanya biashara na majirani zenu. Akaingilia kati, akafungulia ukanda wa kaskazini, akafungulia masoko. Hiyo habari ni kweli si kweli? Lakini pia miaka michache iliyopita utalii katika ukanda huu ulizima. Nyie nyote huku ukanda wa kaskazini, hususan Kilimanjaro na Arusha, mnategemea utalii, na utalii ulizima. Kwa sasa umefunguka. Nimetoka Arusha, nimekuja hapa Moshi. Kupata hoteli ni changamoto. Hoteli zimejaa tele. Hiyo habari ni kweli si kweli? Hata kwa mahesabu wanauchumi wanatuonyesha kwamba anaingia madarakani uchumi wetu upo 3.9. Mwaka jana 5%. Mwaka juzi 5%, mwaka jana 5.5. Mwaka huu taasisi zote zinakadiria uchumi wetu utakuwa kwa 6%. Lakini twende kwenye maisha ya watu. Kazi ya serikali, ukiacha mambo ya ulinzi na usalama, ni kutengeneza mazingira ya fursa za maisha kwa watu wake kwa njia 2 kubwa. Kwanza, ufungue fursa za watu kutengeneza ajira na biashara. Na Mama Samia kupitia sera yake uwekezaji amefungulia uwekezaji. Ameingia hapa, tunasajili miradi 207. Leo tunasajili miradi zaidi ya 900 na ajira nyingi zimezalishwa. Lakini kazi ya pili kwenye hilo, serikali iweke mazingira ya kupunguza gharama za maisha kwa watu wake, ili kipato wanachopata kibaki mfukoni. Serikali ya Mama Samia kwa miaka hii 4 imeweza kupeleka kwa wananchi moja kwa moja kwenye mifuko yao shilingi trilioni 5.7, na wananchi milioni 11 wamefaidika kupitia hatua muhimu 4. Niwaambie nisiwaambie? Kwanza, kupitia mpango wa kaya masikini aliweza kupeleka shilingi bilioni 961 tasafu hiyo, na watu milioni 5 waliweza kunufaika. Lakini kupitia programu yake ya kutoa ruzuku kwa mbolea, na leo nimeongea na katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo, nikamuuliza hivi zina Kilimanjaro ilifika? Nikasema kumbe Kilimanjaro ipo. Akaniambia mkoa wa Kilimanjaro pia wamefaidika na ruzuku ya kilimo. Mama alileta shilingi bilioni 693 na wananchi milioni 2.2 wamenufaika moja kwa moja. Hiyo ni nafuu sio nafuu? CCM oye! Samia oye! Niendelee nisiendelee? Hatua ya 3, kupitia programu ya serikali ya elimu bila ada, Mama alipeleka shilingi trilioni 1.318 na wanafunzi zaidi ya milioni 3 wamenufaika. Hiyo ni nafuu sio nafuu?
kupitia program ya kuwakopesha wanafunzi wa elimu ya juu trilioni 2.607 zimekwenda kwa wanafunzi. Hizi ni fedha ambazo kwa njia moja au nyingine ingebidi wazazi wazilipe, lakini zimebaki mifukoni mwao. Serikali ya Mama Samia imesaidia kuokoa fedha hizi zibaki mifukoni mwa wananchi, ziongeze kipato, zipunguze gharama ya maisha. Hapo vipi? Hiyo pointi si pointi. Mama anastahili, astahili.